Waumini wa dini ya Kikristo wametakiwa kwenda makanisani kwenda kuadhimisha siku muhimu ya Christmas kwa kufanya ibada na kisha kutenda mema. Amesema hayo askofu wa kanisa la TAG Kariakoo visiwani Zanzibar, Dickson Kaganga, kwenye ibada ya kuadhimisha siku ya Christmas leo Disemba 25, 2025, wakati akizungumza na waumini kwenye kanisa la ZICC Kariakoo visiwani Zanzibar. Ripoti za IOTV pamoja na millardayo.com hapa Zanzibar. Mimi ni Tosaitizadei. Mama Samia, umtunze, mpe hekima na maarifa ili Mungu aliongoze taifa hili kwa umoja, aliongoze taifa hili kwenye mafanikio makubwa. Tunasimama kinyume na mipango na hila zote za adui zinazotaka kuharibu taifa letu zikashindwe katika jina la Yesu Kristo. Tunamwombea Rais Mwinyi wa hapa Zanzibar. Naomba pia Bwana ukamtie mafuta ya hekima, maarifa na ukamtunze ili atuongoze hapa Zanzibar kwenye ustawi, umoja na utengamano. Tunasimama kinyume na nguvu zote zinazotaka kuathiri nchi yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na kama mna amani, piga makofi kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 12 ya mwaka 2025, ambapo duniani kote tunasherehekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama ilivyo kawaida, tunajua kwamba Yesu Kristo alizaliwa, lakini pia lengo kubwa la Christmas kwamba Yesu amezaliwa katika mioyo yetu, amezaliwa kwa upya katika maisha yetu, kwamba yale mambo ya zamani yamepita na sasa tumekuwa wapya. Ndio maana mimi ninavyojua maana ya Christmas. Christmas sikukuu ambayo tunasherehekea au tunaadhimisha kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Ujumbe wangu kwa Wakristo wote duniani, washerekee kwa amani sikukuu hii. Watumie sikukuu hii kusherehekea kwa amani, wasijiingize kwenye masuala ambayo sio mazuri, kwa sababu tumezoea kwenye siku za sikukuu ajali zinakuwa zinatokea, tahadhari inakuwa haipo. Pengine mimi nawatakia tu washerehekee kwa amani, wawe na afya njema, wasitumie sikukuu hii kutenda maovu. Wengine wanatumia sikukuu hizi kama kulewa pombe na kuvunja amani ya nchi. Neno langu kwa Wakristo ni kwamba twendeni makanisani tukaiadhimishe Christmas kwa maana ya ibada, lakini tukitoka ibadani twende tukatende mema. Kumbuka ya kwamba Christmas ni zawadi kubwa sana. Mungu anamtoa mwanawe. Kwa hiyo na sisi sasa Mungu anatudai moja, tumpende yeye, lakini jambo la pili anatudai tuwapende na watu wengine. Mahali fulani Biblia inasema usipompenda mwanadamu ambaye unamuona, Mungu anashangaa unanipendaje mimi ambaye hunioni kwa macho ya nyama na damu. Kwa hiyo twende tukaabudu, lakini ibada yetu basi ionekane kwa vitendo huko mitaani, huko tunakokwenda kufanya sherehe. Tena isiwe tumetoka kanisani, kesho waendesha bwana anatuambia gari zili limegonga mti, watu walikuwa wamelewa wakisherehekea Christmas. Sijui ndoa fulani imevunjika kwa sababu walikuwa wanasherehekea nini? Christmas. Sasa hayo inakuwa sio muktadha hasa wa Christmas yenyewe.